naitwa niko hapa Shinyanga kwa matembezi yangu ya kawaida kupitia ndugu yangu. Tumekuja hapo kwenye kituo cha Total kuweka mafuta. Baada ya kuweka mafuta, kwa sababu kuna magari ambayo yako special kuingiza mafuta machafu tu, inajibu pale pale. Gari ikaanza kuwa na miss. Tukaishtukia, ikabidi turudi mpaka hapa. Baada ya kurudi, wakati tunamwelezea manager kuna hii na hii tunashtuka kuhusu hili swala, yeye akasema tusisumbuane. Lakini wakati tunasubiri ikaanza kuja gari nyingine, gari ya pili, gari ya tatu, na mmoja wetu akawa amekwenda kwenye upande wa gari moja wananchi, akafanya check up, akaambia mbona gari na maji. Na kwa tumefika hapo akaanza kufungua tanki kuangalia ni maji hapo. Kwa hiyo hapo unavyoona ni watu wanalalamika kuhusu kwamba toto hapo wamejaza maji kwenye tanki badala ya mafuta. Hiyo ndio shida ambayo iko hapo. Na magari mengine yameshapata shida, mengine yameletwa kwa ajili ya kuvutwa. Kwa hiyo sio tuko hapa kwa ajili ya madai na malalamiko kuhusu swala hili. Kwa maana kuna watu ambao wanasafiri hapa kwenda Dodoma, safari imekufa. Kuna wengine wanakwenda Dar es Salaam na train Dodoma, safari imeishia hapa. Sasa kwa hiyo na bado kadhia inaendelea kwa sababu bado utambuzi hatujapata mtu maalum wa kutatua tatizo hili mpaka dakika hii. Tumeripoti kwenye kituo cha polisi. Tunapokuwa RTO atakuja kwa ajili ya kutulia swala hili, lakini bado hajafika mpaka sasa hivi. Vituo kama hivi ambavyo vinaharibu magari ya watu inabidi watu walipwe. Na EWURA ihusike, sio kwamba inalipa tu, watu wanalipa kodi, wanalipa mambo mengi, lakini inatakiwa kwamba walipe. Huu ndio uharibifu wa magari. Mpaka sasa hivi naweza kukwambia, mkienda mkifanya uchunguzi wa haraka, gereji zote zitakuwa zimejaa magari yanatengenezwa, lakini watu hawajui tatizo ni nini, kwa sababu watu hawana uelewa wa mafuta machafu au maji mabovu. Na kueleza sasa hivi ukienda kufanya research sasa hivi, asilimia gereji zote sasa hivi mafundi wako busy kwa ajili ya kutengeneza magari haya, lakini magari yamekufa kwa ajili ya maji. Ile gari pale inampakia iko na mgonjwa kabisa. Mama ni mgonjwa kabisa pale. Hebu niambie kwamba ushatoa hela yako ukajaza full tank, unajua kwamba unamfikisha mama kwenye hospitali ya Dodoma. Kufiki huko naye mpaka hapa sasa hizi. Wewe utafanya nini kama pale mama yako? Yuko hapo. Yuko pale. Hiyo wako unaisikiaje wewe? Ni mzazi wako unamwaisha hospitalini na hela uliokuwa nayo budget ndio hiyo umeshaweka mafuta. Unafanyaje? Nimemtafuta manager wa kituo yupo sijui ni Mwanza sijui ni wapi. Hajibu ushirikiano. Hata ushirikiano wote. Ya yuko Bukoba. Anasema tusisumbuane. Kwa majina mimi naitwa Adam Richard. Nilikuwa safarini ya Kahama. Sasa nimepita kwenye sheli ya Tanzania hapa kwa ajili ya kuongezea mafuta ili aweze kunisaidia katika safari yangu. Sasa nimefika nikaweka kwenye pampu, nafikiri ni hapa kwa ajili ya kuendelea na safari. Na nikawa nawasha gari ikawa ina miss. Sasa nikajua labda changamoto itakuwa labda nimeweka mafuta tofauti, labda diesel labda au kitu kingine. Tukao tumesogeza gari tumepaki pembeni pale. Lakini baada ya muda kidogo wanasema mbona kama tumeweka mafuta asilimia lakini tatizo linakuwa ni ile gari zina miss. Basi tukawa tumeorganize wale watu ambao tulikuwa tuna changamoto hiyo, tukawa tumemfuata manager, tumezungumza naye, lakini hata ushirikiano ambao tulikuwa tunapewa sio ushirikiano ile customer care nzuri ya kwamba mteja labda kwamba kuna changamoto imetokea sehemu ya ofisi yetu, tuangalie namna kumsaidia. Tukajaribu kuongea na manager mkuu ambaye nafikiri yuko nje hapa, kwa sababu tumeorganize tuweze kumpata, yuko nje hapa. Lakini tena hiyo ushirikiano ulikuwa sio ushirikiano mzuri binafsi, kwa sababu kikawaida mtu akifika kwenye kufanya service ya aina yote lazima utoe ushirikiano. Kwa hiyo ushirikiano ulikuwa ni mbovu, ushirikiano sio mzuri. Ndo kama sasa hivi bado tuko hapa tunahangaika, tunasubiri RTO ili tuweze kupata ripoti ya inspection kwa ajili ya kwenda kudai kama kuna compensation au vitu vingine vitakuwa vimeharibika, kwa sababu unajua ukiwekea mafuta machafu changamoto inakuwa ni. Kwa hiyo changamoto kubwa ni mafuta machafu ambayo tumewekewa Total Energy Shinyanga. Tukio hili tunalo na liliripotiwa jana na wahanga wa 4 katika petrol station inayojulikana kwa jina la Total. Wahanga hao wenye magari hayo 4 wamelalamika kwamba magari yao yamekosa nguvu, hivyo kuamini kwamba huenda mafuta waliopewa yamechanganywa na maji. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunaendelea kufanya upelelezi na tutashirikisha
taasisi zingine ikiwepo EWURA, kwa sababu wale ndio wataalamu ambao wakipima wao watajua kweli hayo mafuta yana maji au hayana maji. Lakini kingine pia tutashirikisha jeshi letu la polisi kwa upande wa vehicle inspection, kwa maana magari hayo yaje yakaguliwe, tuone yanawaka, hayawaki au engine zimeharibika. Kwa hiyo tuko kuendelea na hilo, na tunaendelea kudhibiti usalama katika eneo hilo kwa kushirikiana na wale ambao wapo maeneo yale ambao wanalalamika, kuwapa moyo wa kuwa watulivu, ili sisi tuendelee na uchunguzi, ili mamlaka husika ziweze kutoa majibu ya kisayansi yaliyo sahihi. Lakini pamoja na hivyo, mimi mwenyewe nitafika sehemu hiyo ili kujionea hali halisi, ili kuweza kutoa kitu ambacho kiko sahihi.